Mtazamaji, turejee hapa Machakos ambapo gavana wa Machakos Wavinya Ndeti amezindua mpango wa basari wa kima cha shilingi milioni 120 utakaowafaidi zaidi ya wanafunzi 32,346 walio na uhitaji katika kaunti ya Machakos, eneo la Kidhunguini, kaunti ndogo ya Machakos. Gavana huyo akiambatana na naibu wake Francis Mwangangi wamepigia upato serikali ya Machakos jinsi inavyojitahidi kushughulikia wananchi wake kwa kuwapa maendeleo. Kutokana na changamoto za karo ambapo wanafunzi wengi husalia nyumbani na kukosa masomo, gavana wa kaunti ya Machakos Wavinya Ndeti amezindua mpango wa usambazaji basari leo hii katika shule ya upili ya Kidhunguini, kaunti ndogo ya Kadhiani. Today, as we launch 2025-2026 county education bursary allocation, we are not just handing out checks. We are fueling dreams and leveling the playing field for the next generation of leaders. Mpango huo unalenga kuwasaidia zaidi ya wanafunzi 32,346 walio na uhitaji katika kaunti ya Machakos na kuhakikisha kuwa wanafunzi wanasalia shuleni bila changamoto za fedha. Today, I am launching Kenya shillings 120 million worth of education bursaries. This will benefit a total of 32,346 students drawn from across the 40 wards. The number of students who have benefited from education bursary awards now stand at 124,846. So again, I want to say to our principals, I know the economy is tough. I feel the weight that parents are carrying. I am asking you to exercise maximum tolerance. Let us keep our children in class even when fee remittance lag. A child out of school is a lost opportunity for the whole county. Let us work together to keep the gates open. Gavana Ndeti amesifia miradi inayoendelezwa na serikali yake ikiwemo kufungua nafasi za ajira kwa vijana, kuboresha miundo msingi, uchimbaji wa visima na mpango wa lishe shuleni ambapo idadi ya wanafunzi wa ECD imeongezeka. Through my Maziwa ya Mama program, our ECD school feeding program has been a game changer. By serving rice, beans and milk, we have boosted nutrition and seed enrollment jumped from 37,000 to 47,500. Access to clean water remains a major challenge in our learning institution. To address this, my government has invested in provision of water harvesting equipment and also drilled boreholes in public spaces including schools. My administration has prioritized youth empowerment by initiating targeted interventions aimed to promoting skills, development and entrepreneurial capacity. You have all witnessed Machakos Youth Empowerment Program, whose first cohort of 1,000 recruits were enrolled to various vocational training centers to pursue different courses. The good news that 99% of the trainees passed in the National Industrial Trade Authority NITA and graduated and were issued with basic kits and have already ventured into the job market.